Tufuate utaratibu, usiingie ndani, tufuate utaratibu. Na watu mpungue hapa. Wote tuondoke. Angalia zia akatutoropoka. Haitoka. Deve man. Ni kweli yuko tulieni sasa. Tulieni kweli yuko tulieni na yuko hai. Yuko hai mtoto ana shida. Kweli yupo. Yupo mtoto. Naombeni watu mpungue. Muangalie tu mama ila siingie. Muangalia tu. Haya ina shida. Ngoja muangalie na huyu. Huyu hapa. Njoo Matausi muangalie mtoto. Njoo Matausi muangalie mtoto. Huyu hapa. Mwache usiingie, usiingie. Mmeshamuona basi. Mmeshamuona tokeni. Mamake ameshamuona tushamuona basi. Haya. Hii ni Jambo TV na ripoti kutoka kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Langu jina ni Baraka Lucas. Ilikuwa kama movie pale katika mtaa wa Mwanama kata Olorien jijini Arusha baada ya mwanafunzi wa jinsia ya kike mwenye umri wa miaka 17 jina tumelihifadhi alikuwa anasoma kidato cha 4 katika shule ya sekondari Olorien kukutwa kwenye chumba cha mwanaume mmoja jirani na alipokuwa anaishi mwanafunzi huyo. Wapo ni wananchi wa mtaa huo waliojazana katika chumba cha mwanaume huyo asiye na aibu kushuhudia kile kilichokuwa kinaendelea baada ya mwanafunzi huyo kudaiwa kupotea kwa takriban siku 3 na ndipo siku hiyo kukutwa ndani kwa mwanaume huyo. Hata hivyo tukio hilo liliwashangaza wengi. Maswali yakawa, je, kulikuwa na mahusiano yoyote kimapenzi baina ya wawili hao? Na je, mwanafunzi huyo ilikuwaje mpaka kubali kuishi na mwanaume huyo kwa zaidi ya siku 3 bila hata kupiga kelele kama alikuwa anashurutishwa kufanya kitu chochote? Je, mama mwenye nyumba akuona kile kilichokuwa kinaendelea katika nyumba yake? Na je, mwanafunzi huyo alishawishiwa na nini mpaka kukubali kuishi na mwanaume huyo kwa siku zote hizo? Sasa baada ya taarifa hizo kuruka kwenye vyombo vya habari, maswali yalikuwa, je, nini kinaendelea kwa mwanafunzi huyo? Hali yake usalama vipi baada ya vipimo vya hospitali? Alikutwa na ujauzito au ugonjwa wote ule? Vipi mwanafunzi huyo anaendelea na masomo? Vipi kuhusiana na mwanaume huyo, yuko wapi kwa sasa? Na je, kuhusiana na uvumi kana kwamba mwanaume huyo alikuwa na upungufu wa nguvu za kiume hivyo ya kumfanya chochote mwanafunzi huyo, zina ukweli wowote? Majibu yote yapo hapa ndani ya Jambo TV baada ya kuendelea kufuatilia tukio hilo kwa ukaribu. Sasa baada ya kupita siku 4, hii leo Machi 20 mwaka 2025, mwenyekiti wa mtaa huo Godfrey Mkandara alioita ndugu na wazazi wa mtoto huyo ofisini kwake kulijadili swala hilo. Baada ya kutoka alitueleza aliyojiri katika kikao hicho. Mimi naitwa Godfrey Joseph Mkandara, ni mwenyekiti wa mtaa Mwanama. Tulikuwa tumefuatilia ile swala ili mtoto aendelee na shule kwa sababu kesi ziko polisi, tumeachia iendelee polisi na utaratibu bado kesi inaendelea kuchunguzwa. Sisi tumeiachia iendelee kuchunguza. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kwa ajili ya mtoto aendelee kusoma na tumeshakubaliana mtoto ataendelea kusoma na atarudi shuleni. Tukumbushe kwanza kidogo kuhusiana na tukio zima, labda mtu ndo mara kwanza kutazama apate mwangaza kidogo. Kwa sababu kwa hilo tukio mimi sitaweza kulieleza zaidi kwa sababu sijakuwepo. Taarifa za awali zinasema mtoto alikutwa eneo la chumba cha Agaeli akiwa ndani na mlango ukavunjwa na yeye akatolewa akapelekwa polisi. Amekaa siku 3. Labda sasa leo mwenyekiti mmeamua kutoa kikao mjadili na lengo. Sisi lengo letu mtoto aendelee kusoma. Basi. Sasa labda mliohoji wazazi kwa nini hawakumpeleka mtoto shule siku zote hizo? Hapana, sisi lengo letu ndio mtoto aende shule. Kwa hiyo sasa na mtoto anaenda shule. Sasa hivi anaenda? Yaani kuanzia kesho anaenda shule. Yaani leo mmeka kikao hapo. Sisi lengo letu ni kutaka mtoto aendelee shule, tumtengenezee mazingira ambayo rais hajisahau kwenye ufahamu aendelee kwa sababu mtoto huyo tunamtegemea au mbunge au kiongozi bora. Kwa hiyo sisi kama nyie waandishi wa habari tunaomba na nyie mpunguze ukali wa maneno ili mtoto aweze kusoma. Sisi lengo letu ni kuyatengeneza, sio kubomoa. Hilo naomba jamani muendelee tunataka kutoka kwako mwenyewe. Yaani unajua wewe ndio utatupa mwangaza. Maana wewe ndio kiongozi wa aenda shule. Aenda shule.
Na mkuoji labda kwa nini hakwenda shule? Ndio tumetengeneza mazingira rafiki. Unajua hilo tukio na nyinyi waandishi wa habari mmelipeleka likawa likubwa sana. Kwa hiyo mlivyopeleka mtoto kama yule hana makosa kama jinsi sisi wa binadamu tunalofikiria. Huyo mtoto anatakiwa kwenda shule. Sisi tumelijenga kama viongozi, tunataka elimu, watoto waende shule. Sasa wamekubali kila kitu. Wamekubali. Sasa mwenyekiti, hamjazungumza na mtoto kidogo nini alikuwa anafanya? Bado hatujazungumza. Kama kiongozi wako kwa wananchi na watoto kwa mimi kama kiongozi wa mtaa, mimi nahitaji elimu za kidini zaidi, kwa sababu elimu ya kidini ndio inafanya mtu anakuwa kiroho na kimwili. Yaani kama ni Muislamu aende msikitini, kama ni Mkristo aende kwenye dini ya Kikristo. Tupate elimu ya kiroho ili mwili uwe na akili timamu. Sasa tunamalizia mwenyekiti la mwisho. Yule kijana ambaye mtoto alikutwa yuko wapi sasa hivi? Mpaka sasa hivi hatujajua mahali aliko na tuko kumtafuta kwa nguvu zote mahali alipo. Mpaka sasa hivi hatujampata na hatujui mahali alipoelekea. Labda vijana wanataka kama hiyo kanisa unawaambia waache mara moja na tutawashughulikia kisheria kwa sababu tutatumia sheria. Hata hivyo, nje ya ofisi za mwenyekiti wa mtaa huo wa Mwanama, jirani na rafiki wa karibu wa familia hiyo alijitambulisha kwa jina moja la Vai alitueleza ifuatayo. Tukio si ndo kama hivyo, mtoto alipatikana pale nyumbani, akaja akapelekwa kituo cha polisi hapo Lorien, akaja akapelekwa Centro akuongea zaidi, wakampeleka hospitali kwenda kupimwa. Katika kupimwa mtoto akakutwa kweli ametumika. Alivyotumika hivyo basi ndo jamaa ni TANESCO. Hebu tusaidie kidogo. Wale maneno kwa anasema yule jamaa ana nguvu za kiume sio na nini? Jamaa ni sio kweli. Jamaa ana nguvu za kiume kabisa. Wanakuwa wanapotosha. Ni wanapotosha, jamaa ana nguvu za kiume, ni uongo. Hajakutwa na mimba alivyopima? Hapana, mimba ana. Labda sasa issue chakula na kula wapi? Hatujajua bado. Labda hajasema hajasema. Mtoto mlijaribu kuzungumza naye kidogo? Alizungumza kidogo, akasema yeye alijikuta tu yuko kifuani kwa mwanaume, kwa huyo kaka. Alijikuta tu mwenyewe. Yupo kifuani. Labda kusema kama alikuwa na mahusiano naye? Hapana, hana mahusiano yoyote. Tunaona sasa mzazi anafumbia macho hii. Wewe unamwambiaje kama ungekuwa ni mtoto wako afu? Mzazi hajafumbia macho, ila anatafutwa. Kijana aliyofanya tukio hili anatafutwa na serikali aadhibiwe. Labda kwa nini huyo mtoto alikuwa anakaa kwa nani pale? Kwa mamake mlezi. Mamake mzazi kwa wapi? Mamake mzazi yupo, lakini huyu mamake mlezi alimchukua kipindi akiwa mdogo sana, tokea akiwa darasa la 2. Wito wako sasa kwa vijana ambao wanamendea wanafunzi? Wito wangu kwa vijana wanaomendea wanafunzi, kweli sijafurahishwa na hicho kitendo kama mzazi mimi, na mimi nimezaa na watoto wa kike. Kikubwa tunachoomba, yani serikali isaidie kumtafuta huyu kijana, ashikwe popote pale alipo, iwe funzo kwa hapa mtaani kwetu. Kwa maana wataendelea hivyo hivyo kutuharibia watoto wetu wa kike. Namalizia, ulisema kwa mwanafunzi alijikuta baada ya kumhoji msana alijikuta kifuani kwa mwanaume. Unahisi ni masuala ya kishirikina ama imekuwaje? Hapana, sio masuala ya kishirikina. Mmoja akajikuta kifuani. Sijajua sasa yeye mtoto mwenyewe. Kwa nani anavyosema mtoto, kuna biskuti alikula. Sasa yaweza kuwa labda zile biskuti ndo zikawa zimemletea hizo shida, kwa hiyo labda ilikuwa imechanganywa na kilevi chochote, hatuwezi jua. Mtoto labda alikuwa na tabia zote za alikuweko ana tabia yoyote mbaya yule binti. Yani unafahamu kijana? Huyo kijana si jirani yetu. Tabia yake ikoje, labda kuleta wanawake nyumbani pale? Kwa kweli kwa hapo huwezi jua, kwa maana na mimi nafanya shughuli zangu. Natoka kama hivi, nikirudi ni jioni. Kwa hiyo kujua tabia ya mtu ni ngumu kwa kweli. Huwezi jua, labda anaweza kaleta usiku, saa tumelala, hatujui. Ndio hivyo. Hali yake ikoje sasa? Mtoto hali yake ikoje? Mtoto ana shida, yuko vizuri tu kiafya. Yupo, mlango wake umefungwa, yupo kabisa. Amesema anafanya kazi TANESCO, kwa nini msimtafute kama mnajua mali yake? Au mtoe taarifa? Sijajua sasa wazazi wake. Labda umetoa taarifa polisi anafanya kazi TANESCO? Taarifa si zipo. Utoko jeshi la polisi watusaidie kumtafuta mhalifu mpaka popote pale alipo, kama kweli yupo Tanga inavyosemekana yupo Tanga,
yani wawasiliane na maaskari wa kule Tanga ili huyu kijana ashughulikiwe. Alikokuwa na mahusiano yoyote na huyu kijana. Labda hiyo kashata, huyu mtoto ana mahusiano yoyote, ni mtoto mtaratibu, mpole. Kwa hiyo yani hata sisi wenyewe tumetaharuki kusikia. Hatuwezi jua lakini. Upande wake mzazi wa mtoto huyo hakutaka kurekodiwa, ila alinieleza kuwa mtoto huyo kwa sasa yupo nyumbani kwao huko katika maeneo ya barabara East Africa na kesho hanatarajiwa mtoto huyo kuendelea na masomo. Hata hivyo nilimtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo na kusema inawezekana zimekuwa ripoti kwenye vituo vyetu na vituo vingi sana katika mkoa huu. Labda kiko wilaya gani hicho kesi imeripotiwa wapi? Ni wilaya ya Arusha mjini katika kata ya Olorien, mtaa wa Mwanama. Ngoja nifuatilie huko ni wilaya. Kwa hujapata dodoso zozote za taarifa hizo? Nilisha kueleza kwamba huu ni mkoa. Kwa hiyo na huko nilisema imeripotiwa ni wilaya ya Arusha. Na pokea kesi mbalimbali na nyingi. Nia kazi, ngoja nifuatilie hiyo. Kutoka Arusha, langu jina ni Baraka Lucas.